Watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Allah jalla jalaluh na kumtakia rehma na amani kipenzi cha umma, mwalimu wetu mtukufu wa daraja Bwana Mtume Muhammad, furaha yangu ni kubwa kila ninapokutana na ndugu zangu Waislamu katika mji huu wa Dar es Salaam. Namuomba Mwenyezi Mungu kama alivyotukutanisha hapa Dar es Salaam, atukutanishe tena katika Dar es Salaam ya hakika kesho akhira, pamoja na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na kwa yakini kabisa Sheikh wakati amenipa surprise. Nilipokuja hapa akaniambia mada yako itakuwa udugu wa Kiislamu. Hawakunijulisha mapema. Nafikiri labda Sheikh wakati ameona huyo Uthman Maalim kila siku anaongea, atakuwa hizi mada ziko kama CD zimepangana katika kichwa chake, ana switch hii na kuja hii na switch hii, lakini sio hivyo. Na kwa sababu mimi ni mmoja katika watu wanaochukia shekhe kupanga mada yake njiani wakati anakwenda msikitini. Napenda kuheshimu vichwa vya watu wanaonisikiliza. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna Allaha yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinahu. Mwenyezi Mungu anapenda mmoja wenu akifanya jambo alifanye vizuri. Mimi ni mmoja katika watu wanaopenda kufanya mambo yao vizuri. Khatibu wa Ijumaa anapopanga hutuba yake siku ile ile ya Ijumaa hajafanya vyema, bali wengine hupanga ndo mwanzo ameshavaa joho lake, anatoka leo nitaongea nini leo, hutuba anaipanga njiani anapokwenda. Kwa kweli hii ni kucheza na vichwa vya watu, lakini kwa sababu ndio wameshanipa mzigo huu, nitajaribu kuchanganua na kueleza kile ambacho Allah ataniafikia. Ikiwa kizuri hakitoki kwangu, kinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nikiharibu mjue ndo nimeharibu, kwa sababu yenyewe amenivamia. Na bila shaka sisi hapa tunapaswa kushukuru sana. Tushukuru kwanza kwa sababu ni Waislamu. Wakafa bilislami ni'matun la tu'awwad. Inatosha kabisa kwamba Uislamu wetu ni neema kubwa. Uislamu na without application tumepewa na Allah. Hakuna mtu alopeleka maombi kwamba nataka niwe Muislamu. Pamoja na sifa za kusifiwa dini hii, dinul fitra, inna ad-dina inda Allahi al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan, Allah ametupa bila ya kumuomba Allah. Na kuna mambo mengine Allah anakupa bila ya kuomba. Mwache afanye kazi yake. Naam. Anasema kuna kijana mmoja alitembelewa mama yake na daktari nyumbani. Huyu mama alikuwa mgonjwa wa sukari. Daktari akampima, akampa madawa. Baada ya kuwa anataka kuondoka daktari, mama akamwambia, usipate shida ya kuita taksi, mwanangu anayo gari, atakupeleka unakokwenda, yeye anakwenda njia hiyo hiyo. Daktari akasubiri, akamuona mtoto wa mama yule, akamchukua. Njiani daktari anasema, wallahi nilijuta kupanda gari ile, kwa sababu dereva
mdomo wake na maneno anayoyazungumza, naona haya mimi ninayemsikiliza. Alikuwa kijana mbaya sana, mchafu wa maneno. Basi sikufika nilikokwenda, kamwambia nishafika, nishushe hapa. Akamwambia mama amesema unashuka pahala fulani. Akamwambia hapana, nishafika. Ili tusiendelee mimi na yeye kuzungumza maneno ambayo hayana faida. Maneno mengine ndugu zangu, kioo kinapovunjika kinaacha athari. Zile athari zinaweza zikaleta athari kubwa sana, wanaopita njia pale wakajeruhiwa na hivi na hivi. Na maneno ni mfano huo. Unalisema tu lakini linaweza likaacha athari, sio kujeruhi miguu bali kujeruhi nyoyo za watu na akili zao. Zallatul lisan ashaddu min zallati rijl, kuteleza kwa ulimi utelezi wake ni mkubwa, bora ungeteleza mguu kavunjika ukatua pio pio. Na ndio maana unaambiwa neno kabla hujalizungumza lipigie hesabu kwanza, unalizungumza kwa njia gani, litaleta athari gani. Neno ndilo linalochafua dunia nzima. Sayyida Aisha aliposema kumwambia Mtume, ana ara Safiyata qasira, huyu mkeo Safia mfupi sana. Mtume alimwambia, laqad qulti kalimatan law annaha ulqiyat fil bahri la taghayyara ma'ul bahr, umesema neno lingetupwa baharini lingebadilisha sura ya maji ya bahari kwa ubaya wake. Unamtaja mwenzako vibaya, neno tu. Na ndio maana Mtume akasema unaweza ukasema neno, la tulqi biha balan tahwi bisababiha 70 kharifan fi nari jahannam. Neno tu, upigi hesabu. Basi daktari akasema nimefika, akashuka. Unajua ugonjwa wa sukari, Mungu atukinge nao, ni maradhi muzmina, yanaendelea. Mwaka ukapita, daktari yule kama ni family doctor akaja tena katika nyumba ile wakati mwaka umeshapita kumpima mama yule. Baada ya kumpima, utadhani inajirudia. Mama akamwambia, daktari usipate tabu, yuko mwanangu atakupeleka, anayo gari, usiite taksi. Daktari akasema, lo, ndo mwanao yule. Akasema, mama usiwe na wasiwasi, mimi nitakwenda. Akasema, la, huwezi kufanya hivyo, mwanangu anakwenda huko. Mama akalazimisha, lazima mwanawe anichukue tena, mimi nikarecall mtoto ndo yule na maneno yatakuwa yale. Lakini haya, tawakkaltu ala Allah. Anasema kumuona mtoto amebadilika, uso wake umebadilika, mavazi yake yamebadilika, na alipoingia katika gari mpaka maneno pia yalikuwa yamebadilika. Akashangaa, akamuuliza, kwani imekuaje? Wewe ndo yule wa mwaka jana? Wiki mwaka jana alikuwa anazungumzia habari ya disco, wanawake warembo, vichuna, mpira na hivi, mambo yasiyokuwa na maana. Leo anazungumza habari ya kusimamisha sala. Vipi, ushaenda umra dokta? Ushawahi kufanya hija? Ushawahi kutoka angalau siku 3 fi sabilillah? Angalau ushasoma Qur'an? Akauliza, ndo wewe yule au ni mtu mwingine? Akamwambia, ndo mimi. Si ndugu yake? Ndo mimi. Shakluhu taghayyara tamaman. Akauliza, imekuwaje kisa chako? Akasema, naam, kuna siku nilibahatika kazini kwetu huko, nikachaguliwa kama kiongozi wa makundi fulani. Sasa kulikuwa kuna kundi la watu wanakwenda zao wapi? Umra, Makka. Mimi nikachaguliwa, sio hamu yangu kwenda umra, wala sikuyapangia hayo mambo ya kwenda umra. Nikajikuta niko kundini, nikamwambia, na huyu ndo atakuwa mushrifi, yani guide wenu, guide atakaye kuguidini katika safari nitakuwa huyu. Basi nikachukua safari ambayo sikuilalia, sikuamkia, nikafika mpaka Makka.
Kufika pale watu wanafanya ibada zao na mimi ndo nimo, wanafanya umra na mimi ndo nimo nafanya umra, watu wanafanya umra. Mungu amenizoa tu bila hata ya kuomba. Anasema ilisadifu ile Al-Kaaba ina siku yake ya kufagiliwa na kuingia mule ndani mfalme Banu Abdiddari, wale waliokuwa na ufunguo wanafungua na muingiza, na hupata nafasi baadhi ya watu wakaingia ndani ya Al-Kaaba, akichaguliwa na Bani Shaiba Bani Abdiddari wale. Anasema wakati inafagiliwa na kukoshwa Al-Kaaba, si tupo pale tumesimama. Walipoingia wale wakuu, walipotoka, nikakuta mtu ananivuta ananiambia na wewe ingia, kapiga rakaa 2 huko ndani. Nikaingia ndani ya Al-Kaaba nikasali rakaa 2. Tokea nilipotoka katika Al-Kaaba ile, mimi nimetoka mtu mwingine. Huyu wala hajaomba, Mungu tu amempa. Ndio maana nikasema kuna vitu vingine wala uombi. Wangapi hapa wana struggle kutafuta tikiti ya hija hawapati? Hapa Dar es Salaam kuna kijana mmoja alinipigia simu, "Sheikh, nimepata tiketi ya kwenda hija, lakini huyo mwenye kunipa ananiambia nimpe 500 kwanza, nimpe ni ya bure hiyo. 500 inauzwa rushwa katika ibada ya hija." Mpaka wanaitafuta kwa njia hizo, watu hawapati pia. Lakini mtu huyu kapata nafasi biduni masala, hajaomba. Na ndio maana yule bedui huwa hasemi maneno mazuri sana, maneno yake ni makali. Siku moja aliomba dua akasema, ya Rab, a'taitana al-islama biduni masala, umetupa Uislamu bila ya kukuomba, fala tahrimna aljanna wa nahnu nas'alak, usitunyime pepo ambayo tunakuomba. Uislamu umetupa, hatukukuomba, sasa hii pepo tunakuomba, kwa nini usitupe? Bedui huyo. Mabedui ni watu wa majabalini, hawana ustaarabu, hata ndimi zao zimeenda kombo. Mmoja anamwambia Mtume, a'tini, nipe Muhammad. Mtume anamwambia, abshir. Anambia, laqad aktharta kalimata abshir alayya, kila siku abshir hizo hazishi. Angalia maneno yao, anamwambia nani? Mtume Muhammad. Mwingine alikuja akakojoa ndani ya msikiti. Ndio hali ya mabedui walivyokuwa, lakini angalia neno aliloliacha lilisajiliwa, watu wakaona, leo bedui amesema neno, yuktabu bimidadi dhahab, a'taitana al-islam wa lam nas'alk fala tahrimna aljanna wa nahnu nas'aluk, usitunyime, basi tupe Mwenyezi Mungu mambo mengine, wala sisi usitutizame kwamba tumeomba wala hatujaomba, we tupe tu unayoyajua wewe ya kheri, tupe. Kwa sababu kuna mambo ukiomba ukipewa, shukuru mara moja, na ukiomba usipopewa, shukuru mara 10. Kwa sababu ukiomba ukipewa, shukuru mara moja, kwa sababu umepewa ni matakwa yako kulikupewa, shukuru mara. Lakini ukiomba usipopewa, shukuru mara 10, kwa sababu ni matakwa ya Mwenyezi Mungu, na matakwa ya Mwenyezi Mungu ni bora kuliko matakwa yako. Ni wangapi ambao wanafurahia kwamba nimeomba sijapewa? Ni wangapi wanalia, mimi miaka 10 na swali na muomba Mungu anipe, hanipi, sijui nimekosea wapi? Umekosea imani yako haijakamilika. Sema alhamdulillah, nimemwomba Mungu miaka 10 hajanipa kitu, nafurahi kwa sababu haya ndo matakwa yake. Ghariba, very strange. Lakini hivi ndivyo Uislamu ulivyo. Watukufu wa Islam, nimesema nimekuja kwa ndugu zangu, na kwa bahati nzuri mada ya leo ni udugu, japokuwa nimepewa ghafla. Hii mada ni nzito sana na ni mada nyeti sana. Ni mada ambayo sio mimi tu nipewe niizungumze, ilikuwa inatosha izungumzwe na wahadhiri wote ambao watakuja hapa, kila mmoja apewe leo, zungumza hivi. Lakini udugu wa Kiislamu ungekuwa una shujun,
anwaa ma turuq shatta alwasail, kila mmoja apewe upande wake. Ukhuwatu lislamia wa ma yataallaqu alaiha, udugu wa Kiislamu. Niaminini ndugu zangu nikisema leo udugu huu hauna thamani. Katika udugu ambao hauna thamani, udugu wa Kiislamu. Katika udugu ambao umevurugwa, umekatwa, ni udugu wa Kiislamu. Katika udugu ambao hauna kima, ni udugu wa Kiislamu. Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameutangaza mara kwa mara katika sura mbalimbali. Miongoni mwa sura ambayo imesisitizwa ukatajwa kwa jina katika suratul Hujurat, innamal mu'minuna ikhwatun, hakika waumini ni ndugu. Sasa upate kujua kwamba udugu ni kitu muhimu, andamana nami katika safari ya Mtume kutoka Makka kwenda Madina. Hapa tunaingia katika historia ya Bwana Mtume Muhammad, Mtume ambaye aliishi miaka 23 tu katika risala. Katika risala miaka 13 Makka, miaka 10 Madina. Miaka 23 ndani ya risala ndo aloishi Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika nchi mbili au miji miwili mitukufu hii, Makka na Madina, al-Haramani al-Sharifan. Aliondoka Makka kwa sababu gani? Alitaka kuuawa. Walikuwa wakitaka kumuua ni akina nani? Ni ndugu zake. Lakini udugu huu haukuwa na thamani. Akhaka akhak man la akha lahu kadhahibin ila haija bila silah, ndugu yako ndugu yako, Allah Allah ndugu yako. Asiye na ndugu ni sawa sana mwenye kwenda vitani bila ya silaha. Udugu asiye na ndugu ni sawa na mtu mwenye kwenda vitani bila ya silaha. Inna akhaka alhaqqa man ma'ak wa man yadurru nafsahu liyanfa'ak wa man idha raybu az-zamani faddahak shattata fika shamlahu liyajma'ak. Hakika ndugu yako wa kweli ni yule ambaye atakuwa pamoja nawe katika hali zote. Inna akhaka alhaqqa man kana ma'ak, atakayekuwa pamoja nawe. Wa man yadurru nafsahu liyanfa'ak, ndugu yako wa kweli ni yule ambaye yuko tayari kujidhuru nafsi yake kwa sababu ya kukunufaisha wewe. Picha hii inaitoa ndugu zangu, kabla hujaandamana nami kwenda kuujua udugu uliofundishwa na Bwana Mtume Muhammad. Lita'lama ilma al-yaqin ma hiya al-ukhuwa allati nahnu fi sadadi tahadduthi anha. Nini udugu? Ndugu ni yule ambaye yuko tayari kuumia yeye akunufaishe wewe. Kama udugu hauko katika sura hiyo, hatujaufikia bado. Wazungu wana maneno yanasema, a friend in need is a friend indeed. A friend in need is a friend indeed. Yani rafiki wakati wa shida ndiye rafiki wa kweli. Huu ni urafiki. Lakini udugu ni zaidi ya urafiki. Lakini atakayekuwa tayari kujidhuru mwenyewe, aharibikiwe yeye, wewe utengenekewe na mambo yako, huyo ni ndugu. Lakini ndugu aina hii leo akipatikana ni vituko na viroja. Jamaa zuzu kweli kweli,
yakubali kuharibikia yeye, anafanywa ngazi na watu wengine, watu wanamtumia. Pumbavu kweli kweli jamaa lile, sijawahi kuona mimi. Kwa sababu gani? Umejitolea muhanga kwa sababu ya kumfaidisha ndugu yako. Waman yadhurru nafsahu liyanfa'ak waman idha raibu zamani fadhahak, yule ndugu ni yule ambaye wakati ukikupa hali nzito, shattata fika shamlahu liyajma'ak, hukatakata mambo yake yote, shughuli zake zote, apate kukukusanya wewe na kukuweka katika hali nzuri. Huyo ndo ndugu, huyo ndiye ndugu. Rasulullah alipotoka Makka kwenda Madina alifukuzwa na ndugu zake, ammi zake, jamaa zake, kwa sababu haukuwa udugu uliokuwa unatia haiba, haukuwa udugu ulikuwa una hofu ya kumwogopa khaliqus samawati wal ardh. Ni udugu wa damu ambao haukuwa na sharafi yoyote. Rasulullah akatolewa, mtume wake Rabbana. Kuna mshairi mmoja, mtume wake Rabbana hangaligura Madina, mshairi wa Kimombasa. Kugura ni kuhama, kwa sababu ya vijana waliotaka kumuua. Yeye ni mkazi halisi wa pale, ni ndugu yao kwa damu, ni ndugu yao kwa kuzaliwa, ni ndugu yao, ni kijana mwenzao, ni mwenzao, ni jamaa yao, lakini hawakumthamini. Akaja zake Madina. Kufika Madina, kuna mambo matatu mtume aliyafanya. Jambo la kwanza, bana masjidan, bana masjidan. Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alijenga msikiti. Katika hayo matatu, mawili ni muhimu sana. Alijenga msikiti. Kwa nini alijenga msikiti? Liyaqida silatan baina alibadi wa rabbil ibad. Msikiti ameujenga Mtume ili kuweka daraja kati ya watu na Mola wao. Lazima watu wawasiliane na Mola wao. Watawasiliana naye vipi? Msikiti. Kabla miaka kadhaa niliwahi kusali hapa, ulikuwa msikiti taabani, lakini sasa mashaallah, Mungu awape neema waliojenga msikiti huu. Wamefanya kitu fantastic, modern mosque. Japokuwa wale mabakhili wakiingia hapa wanasema hii hasara kubwa, hasara wallahi. Ingekuwa nimeporomosha ghorofa mimi hapa, napokea dola kwa mwezi ngapi hapa? Hasara. Wanazungumza hivyo. Yaani ina maana kajenga hii, watu wanainama tu hapa na kuinuka free of charge, hakuna hata hela inayoingia hapa. Wallahi hasara. Hasara nyinyi mabakhili. Bakhili ana hasara kubwa. Kuna bakhili mmoja hata nyumbani kwake ilikuwa ni mahala ambapo panatisha, la ma la taam la firash la shay. Wanasema nyumbani kwake chakula cha tabu, kinywaji cha tabu, godoro pia la kulalia hakuna. Sasa siku moja anatembea na mwanawe barabarani, yule bakhili, mara kukapita jeneza linapelekwa. Mwanamume fulani amekufa, mkewe analia, anasema wa musibata, msiba ulioje, ulioje mume wangu, alana yadhhabuna bika, sasa hivi wanakwenda na wewe, ila baitin, katika nyumba, la firasha la, hakuna godoro, wala taam, hakuna chakula, wala ma, hakuna kinywaji, wala shay, hakuna chochote. Yule mtoto anayeandamana na yule bakhili akamwambia, baba, hiyo nyumba inayosifiwa na huyu mwanamke si nyumba yetu, lakini
kumbe yule mwanamke akakusudia kaburini. Wewe wanakupeleka nyumbani, hakuna godoro, hakuna mkate, hakuna maji. Ndio nyumba ya ubakhili ilivyo. Haya, atajenga msikiti huyu? Akiingia msikiti kama huu, si ataona hasara? Watu wamepoteza pesa bure. Waambieni mabakhili ole wao, hizo hela wanazoziweka katika benki wakazihesabu tu wakawa na furahi, yahsabu anna ma lahu akhlada, na ndugu zao Waislamu wanakufa njaa. Ole wao. Alladhina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bilbukhl, wanafanya ubakhili na wanawaamrisha watu wengine. Maana hata wakisikia bwana usiwape hao, usiwasaidie hao, matapeli hao, umeingia katika nyoyo zao mpaka ukajua ni matapeli. Ya'muruna an-nasa bilbukhl wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khayran lahum, huwa khayrun lahum bal huwa sharrun lahum, sayutawaquna ma bakhilu bihi yawm alqiyamah. Watafanywa kitu kama mfano wa nanga au ndoano, hela zao walizozifanyia ubakhili, alafu wachukuliwe nazo kama vile samaki anapochomwa katika. Hii ni ubakhili wenu. Mungu asitujalie miongoni mwao. Bana masjidan, Mwenyezi Mungu alimjalia mtume akajenga kwanza msikiti. Limadha almasjid? Kwa nini msikiti? Lianna at-tarbiyata al-haqiqiyya lan takuna illa fi al-masajid. Lazima kuwe na msikiti ili tupate kuwalea watu vizuri. Haya yote tungeyazungumza wapi? Jisrun bainana wa baina Allah, daraja la kutufikisha kwa Allah hapa. Ahabbu albiqa'i ila Allah fi al-ard al-masajid, makawanda bora anayoyapenda Allah ni misikiti. Wa ahabbu an-nasi, na watu bora, awwaluhum dukhulan wa akhiruhum khuruja, ni wa mwanzo kuingia msikitini na wa mwisho kutoka. Sio wa mwanzo kuingia na wa mwisho kutoka, wa mwanzo kuingia na wa mwisho kutoka, sio mwanzo kuingia na mwanzo kuwahi kutoka. Nyumba hizi na Mwenyezi Mungu, huenda sasa hivi tunaondolewa mabalaa yalokuwepo kwa sababu ya misikiti tu hii. Hii misikiti ina mambo makubwa. Basi jambo la kwanza mtume alilifanya, alijenga msikiti kwanza. Jambo la pili, akha baina almu'minin. Ukisoma sira utapata taakha ibadullahi ikhwanan ikhwana, kwamba kila mmoja amgeukie mwenzake, sema wewe ni ndugu yangu. Kila mmoja pale pale, kila mmoja kama wewe ndugu yako huyu, ndugu yako huyu, nyote sasa ni ndugu. Liwaqida silatan baina alibadi walibadi, nishakuunganisheni daraja kati yenu na Mola wenu. Sasa daraja kati ya mtu na mtu mwenzake, hili lilikuwa ni muhimu sana. Ni mafunzo makubwa ambayo ma'al asafi shadid hatuyafanyii kazi. Kwa nini mtume aliweka misingi hii? Kwanza umtambue Mola wako, pili wewe na nduguyo mnaoishi pamoja. Akiwa ni ndugu yako huyu, mnapendana, akija kiazima kitu hatoazima tu, utalia kwa nini amekuja. Mmoja katika watu wema alikuja maskini, akaomba, akampa. Baada ya kumpa akarudi nyumbani analia. Mkewe anamuuliza, kwa nini unalia? Anasema, najuta kwa nini nimemwacha mpaka akaja akaomba, sikumfuata mimi. Udugu utaingia. Limadha taraktuhu hatta yasal, kwa nini nimemwacha mpaka anakuja kuniomba? Ndicho kinachoniliza, kinamliza huyu. Kwa nini asitafute yeye wanaohitaji, ametafutwa yeye? Udugu unafanya hivyo. Lakini pia udugu, ndugu zangu, unafanya zaidi ya hivyo. Kwa nini? Udugu unaleta watu karibu na kusababisha kitu kinachoitwa mapenzi. Mkishakuwa hivyo, mapenzi yanakuwepo. Na ndugu zangu, tusidanganyane, bila ya kupenda hakuna kitu kinachofanyika.
Huo udugu utakuwa udugu wa jina tu kama hautokuwa na mapenzi. Na ndio maana Mtume akasema la tadkhulul jannata hatta tu'minu wala tu'minu hatta tahabbu awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum. Anasema hamuwezi kuingia peponi mpaka muamini, na hamuwezi kuamini mpaka mpendane. Niwajulishe kitu ambacho mkikifanya mtapendana, peaneni salamu. Mtume anatutafutia channel za kutupeleka katika udugu wa kweli. Kwanza tupendane, ndipo tutakapozipata sifa zote za udugu. Ndugu zangu, udugu kwa aina mbili. Kuna udugu wa damu, kullu man yarbituka binasab, yule anayenasibiana nawe katika nasaba ni ndugu yako. Lakini kuna udugu wa pili, kullu man yarbituka biqawli la ilaha illa Allah fahuwa akhuk, kila anayefungamana nawe kwa neno la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah, huyo ni ndugu yako. Sasa tuko hapa sisi si kuuzungumza udugu wa damu, tunauzungumza udugu wa Kiislamu. Na nafikiri hapa tutakuwa tumefika katika sulbil mawdhu, naam, au lubul mawdhu. Maudhui yetu ndugu zangu Waislamu yanaanzia hapa. Udugu wa Kiislamu ni upi na ni kitu gani kinachokuwa kinauzunguka udugu wa Kiislamu? Wama akthara al-ikhwan hina ta'udduhum lakinnahum inda ash-shada'id qalilu. Mshairi mmoja alishangaa akasema, ndugu ni wengi kiasi gani kama utawahesabu, yule wote ni ndugu zangu, lakini wakati wa misiba ni wachache, wanajichuja. Sasa huyu anazungumzia udugu wa Kiislamu. Ndugu wa Kiislamu hamwachi mwenzake. Almuslim akhul muslim, ndugu Muislamu ni ndugu wa Muislamu mwenzake, hampeleki katika ubaya, hamnyimi kitu, hamsaliti. Picha hii sivyo ilivyo. Haya maneno ya Mtume yote ndugu zangu ni kinyume na sisi leo tulivyo. Sisi tunasalitiana, sisi tunapelekana kwa maadui watumalize, tunawasaidia maadui kwa ajili ya kusaidia kundi moja la Kiislamu au la Waislamu kuwamaliza wengine. Haya yote yanatokea katika ulimwengu wetu wa leo. Ule udugu wa kikweli kabisa haupo. Kwa hiyo makundi mawili hayo au udugu aina mbili, huu ndio udugu ambao mara nyingi unaweza ukazungumzwa. Udugu wa damu nao ni kila ambaye ananasibiana na wewe kwa damu, baba, mama, mtoto na wanaozalikana akina baba, ile familia, ndio udugu huo. Na huu udugu huu vile vile ni udugu ambao unaitwa ukhuwa am au rahim am, inaitwa rahim khas, specific, ni mahsusi, ina haki zake. Lakini udugu huu wa Kiislamu ni udugu am, generalize, sasa umumi, kila atakaye sema la ilaha illa Allah. Ndugu zangu, je, kila anayesema la ilaha illa Allah umemuona ni ndugu yako wewe kama inavyosema hadithi? Mimi na wewe ndani ya nyoyo zetu tunawachukulia vipi Waislamu wa Indonesia? Tunawachukulia vipi Waislamu wa Rwanda na Burundi na wakule Marekani na wakule Aqsa kabisa kabisa? Katika shuuri tunazozipata katika nyoyo zetu ziko vipi? Ikiwa kitakugusa kitu kwa sababu kimemgusa Muislamu wa pahala fulani kikakuumiza,
au kikakufurahisha kwa sababu kimefurahisha ndugu zako wa kule, kidogo tunaweza kusema una mwelekeo kwamba unajua nini maana ya udugu wa Kiislamu. Lakini kwa nini tuende mbali? Kwa nini tuende Ethiopia au Russia au Marekani? Hapa Tanzania, je, kila anayesema la ilaha illa Allah umemkonsida kwamba ni ndugu yako kweli? Utakuta hili suala ni kubwa na linataka mawiki kama si miezi kujadiliwa na kuelezwa. Waislamu wa leo tuko mapande, tuko vikundi, shi'an wa ahzaba. Kwanza kuna baadhi ya Waislamu wenzetu hawataki hata kusikia kundi lengine la baadhi ya Waislamu, hawataki hata kuiona baadhi ya misikiti. Nilitembelea katika nchi jirani siku moja, nilisikia maneno ya kutisha sana. Mmoja ananiambia, bwana, mimi nina mwanafunzi wangu hasa nimemsomesha, lakini sasa hivi kidogo tumekhtalifiana mimi na yeye, amepata mwalimu mwingine, lakini anasema nimeletewa salamu, laiti mwalimu wangu akiniambia, huyo mwalimu wake mpya, watu fulani tuwachinje, mimi nitakuwa wa mwanzo kumchinja yule mwalimu wangu wa zamani. Bwana ananiambia nakaribia kuchinjwa sasa hivi. Kuna watu bwana wameshaniletea salamu, wanasema atoa tu isharatun hamra, akibonyeza tu alama nyekundu mwalimu wao huyo mpya, akisema kuna watu wanataka kushughulikiwa na miongoni mwao fulani, na fulani ni mwalimu wangu, wallahi naenda kumchinja. Haya ninayoyazungumza ndugu zangu, siyazungumzi isipokuwa nayazungumza kwa huzuni kubwa sana, kwamba Waislamu wamefika pahala wanaweza wakachinjana na wakauana wao kwa wao. Ukizitizama sababu za kufanya hivyo, hata iwe vipi, huwezi kupata hata adna sababu katika ulimwengu wa Kiislamu. Lakini tupa fikra zako na macho yako katika nchi nyingi sasa hivi za Waislamu, fitna hizi ndizo zinazoendelea, na haya ndiyo yanayotokezea na ndiyo yanayofanyika bila ya woga wala ya hofu, wala kupatikana mtu atakaye heshimu ihtiramu ya ukhuwatul islamia ambao ameutangaza Mtume Muhammad, na kabla yake umetangazwa na Mwenyezi Mungu Rabbul Jalal Dhul Jalali wal Ikram, Rabbus Samai wal Ardh. Tumefika pahala leo Waislamu tunapigana sisi kwa sisi, ilikuwa kidogo kidogo chuki. Mmemwona shekhe wao leo kaja, anasema shekhe wenu kaja leo, mimi si shekhe wenu, si shekhe wetu, shekhe wao. Hivi vinaanza vitu vidogo vidogo, nyinyi mnaviona vidogo, lakini ndivyo vinavyozalisha chuki ya kufikia pahala mtu akaona ni halali kumchinja yule. Al-Imam Abi Hanifa alikuwa na wanafunzi wake. Miongoni mwa wanafunzi wake alikuwepo mmoja na hamasa sana, anasema la uadibanna kulla man khalafa Aba Hanifa, mistaki kusikia habari ya imamu yoyote mwingine anafuatwa zaidi ya Abu Hanifa. Mapenzi yake yamekuwa makubwa kwa Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit, mpaka imefika kiasi amepata kidogo utawala, anafuatwa na kusikilizwa na watu. Basi kusema
kila atakayefuata imamu asiyekuwa Abu Hanifa ataniona madhehebu yake tu, hakuna mengine hapa. Akasimama mmoja akamuuliza, unasemaje? Nasema ni hayo nilosikia, atakayemfuata asiyekuwa Abu Hanifa nitamtia adabu. Akamuuliza, mimi nataka nikuulize, nauliza hal adaba Abu Hanifa kulla man khalafa? Je, huyu Abu Hanifa unayemzungumza aliwahi kumtia adabu kila mwenye kukhalifiana naye? Aliwahi kufanya hivyo? Akasema hapana. Akamwambia, basi adib nafsaka faqad khalaftahu, jitie adabu mwenyewe basi, kwa sababu umemkhalifu wewe, ndo wa mwanzo kumkhalifu. Usiseme nitamtia adabu kila mwenye kumkhalifu Abu Hanifa, wakati Abu Hanifa mwenyewe hajawatia adabu waliomkhalifu. Kwa hiyo anza na nafsi yako kujitia adabu, kwa sababu anta awwalu man khalaftahu. Wenzetu walikuwa wanajua haya. Sasa wewe na mimi ni kitu gani ulichokiona hasa mpaka ukawapiga pande ndugu zako Waislamu kwa sababu ya shekhe wako? Na ili neno shekhe wako limetoka wapi? Hasemi la ilaha illa Allah huyu? Hajawa shekhe wako kama anasema la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah? Au kuna kilima kingine anaongeza zaidi ya hicho? Hasali sala 5 huyu? Hafungi mwezi wa Ramadhani huyu? Akisali anaelekea kibla, anaelekea sehemu isiyo kweli? Si Muislamu huyu? Vimezuka vikundi vya ajabu vinauvuruga udugu wa Kiislamu, tena kwa ari kubwa na nguvu na sapoti ya hali ya juu. Imefika pahala huwezi kuingia katika baadhi ya misikiti ukasali, watakushangaa, kwani wetu huyu? Imekuwa sasa pia katika vyombo vya habari, kuna baadhi ya vyombo vya habari huwezi ukamsikia shekhe fulani kwa sababu si wetu. Watu wanajiuliza, Uislamu huu ulitangazwa na nani? Uislamu huu kaueleza nani? Huu ndo Uislamu wetu tulokuwa nao. Ule udugu hatuuzungumzi kabisa, na sijui kwa vipengele gani tumeuua udugu huu wa Kiislamu. Tukazozana na tuliambiwa wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum, wala msizozane mtafeli na nguvu yenu itakwisha. Tunasubiri kufeli kupi badala ya kufeli huko? Bado tu tunasubiri ya maneno yatatokea lini? Bado tu tunasubiri kufeli kwa Waislamu. Hatujafeli sisi, tumefeli. Na lazima tuamke, na kuamka kwetu tuanze sasa hivi. Tuonane sote ni kitu kimoja, kwa sababu Mwenyezi Mungu huwa samakumul muslimin, alikuiteni Waislamu, hakukuiteni mawahabi wala ansari wala sufiyina wala ibadiyina wala shia, wala hakukuiteni khawarij, wala hakukuiteni salafiyin. Huwa samakumul muslimin, kakupeni jina mnasaba kabisa ambalo linakufaeni Waislamu. Baada ya kuitwa Waislamu hamkutosheka na jina la Uislamu, mnajitafutia majina mengine, ambayo majina hayo ndiyo yanayosababisha nyinyi mukengeukane, mukanyane, mseme huyu wetu, huyu si wetu, huyu yumo, huyu hayumu. Yote haya yanatokana na vitu hivyo. Ikhtilafu ni vitu ambavyo vipo kutokea zama. Mtume SAW wakati yuko katika vita vya Ahzab, picha ya ikhtilafu kubwa ilionekana baada ya vita vya Ahzab katika ghazwa Bani Quraidha. Watu walikhtalifiana
lakini hakukuwa na makundi wakasema wale watu fulani na sisi watu fulani. Wote walikuwa ni kitu kimoja. Masahaba waliختلفiana, kuna fiqhi zilizoختلفiana. Sayyiduna Abdullah ibn Abbas fiqhi yake ni tofauti na fiqhi ya Abdullah ibn Umar, yani kuna ikhtilafu ndogo ndogo. Mwingine alikuwa akikosha uso katika furudhul wudu, anapitisha maji tu, naangalia ardhi ya sura na upana wake na urefu wake, tayari kiungo hiki kimeshaingia huko. Lakini Abdullah bin Umar anahakikisha macho yanafunguka na maji yanaingia mpaka kwenye macho, kwa sababu haiwezi kutimia ghaslul wajhi bila ya maji kuingia, kwa sababu macho hayo ni miongoni mwa wajhi. Kwa hiyo anahakikisha na macho yanaingia maji ndani. Mwingine sema unapitisha tu. Ikhtilafu za ulama. Mwingine akiona denda la watoto ni najis anajikinga. Mwingine anasema haya ni maua yetu, ni vipande vya maini yetu, anabusubusu mtoto na denda hali mzuru. Ni fiqhi zote hizo wamekhtalifiana. Hawakukatana, hawakuitana majina ya ajabu ajabu. Vituko vikubwa ni Waislamu sisi ambao tumekuwa bora kuliko wenzetu waliopita. Anasema wallahi, ikitolewa amri na shekhe wangu naenda kumuua mwalimu wangu wa zamani. Kwa sababu gani? Amenipoteza. Ndo kuna firaq hizi zinatokezea, ni kali, ni mbaya, ni fitna za hali ya juu. Tukanyane Waislamu. Tusipofanya hivyo tunakuelekea ni kubaya kuliko tulipo sasa. Turudishe hadhi ya Uislamu, tuwe Waislamu ndugu. Wale ambao walizungumzwa katika hadithi, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid idha ishtaka minhu udhun tadaa lahu sairul jismi bisahri wal humma. Udugu huu uliotangazwa katika hadithi, mfano wa waumini ni kama mfano wa mwili mmoja, kiwiliwili kimoja. Likiuma sikio, mwili mzima unakesha, hautaki kulala kwa sababu sikio linauma. Vipi wewe leo ukisikia Muislamu fulani amepata matatizo kwa sababu ya ile kwamba si wetu huyo, kuna baadhi ya matatizo ya ndugu zetu yanawapata, tuna celebrate, wataona tunapizana. Man lam yahtam bi amri almuslimina falaysa minhum, asiyejishughulisha, asiyebeba hamu na ghamu za Waislamu wenzake, asijihesabu miongoni mwa Waislamu. Lianna almuslima lilmuslim kalyadain taghsilu ihdahuma alukhra. Muislamu kwa Muislamu wenzake ni kama mikono miwili inakoshana. Ukikosha hivi, kila mmoja anamkosha mwenzake. Huu ndio udugu wa Kiislamu. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. mnisahihisha nikikosa aya za Qur'an. Innama adatu hasr, hakika si lengine lolote. Hii lugha ya Kiarabu haitupiwi tu katika lugha ya Qur'an ukaona imepelekwa tu pala. Hapana, Mwenyezi Mungu ni fundi wa kuongea. Na innama inapokuja kana kwamba hakuna habari yoyote nyingine isipokuwa hii tunayotaka kuiongea. Ya nini? Almu'minuna ikhwa, Waislamu waumini ni ndugu. Fa aslihu, huwa udugu wenu uboresheni, ufanyeni renovation, fanyeni tajdid baina akhawaikum wattaqullah, na mumuogope Mwenyezi Mungu. Hizi aya tunazisoma siku zote, tunamsikiza imamu, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah. Tunaona hizi Saidna Umar alisemaje alipomsikia Abubakar kasimama, anasema wama Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul
afa in mata au qutila inqalabtum ala aqabikum waman yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allaha shay'a wasayajzi Llahu shakirin. Anasema Umar, wallahi utadhani zimeshuka sasa hivi katika aya za Mwenyezi Mungu yapo maneno haya. Sasa kuna sisi miongoni mwa Waislamu, hakuna mtu asiyeijua aya hii anaisoma kama unasoma Qur'an, lakini kuna watu wanafanya mambo utafikiri hawakuipitia aya hii, innamal mu'minuna ikhwa. Utadhani anapofanya maneno haya anasema nitamuua, nitamchinja, nitammaliza, utadhani hakuipitia aya hii. Usama ibn Zaid alipomuua yule bwana katika baada ya vita vya Khaibar, Usama ibn Zaid ni hibbu Rasulillah, kipenzi cha Mtume. Kuna bwana mmoja anamtukana sana Mtume, anamtukana sana. Kafiri mmoja akifuatwa anakimbia, wakapata target Usama ibn Zaid na Ansari mmoja, wakampata yule bwana. Wakati ameanguka sasa, upanga uko karibu na yeye, akasema ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar rasul. Yule Ansari akanyanyua mkono wake, sema basi kaslimu. Usama anasema hana Uislamu wote huyo, ameona sasa hivi ameshindwa, anajitia kuslimu, anataka kukwepa upanga. Hapana, kamaliza. Sasa akamuuliza, ya Usama kaifa qatalta, vipi unamuua waqad tashahhada bikalimati tauhid, amesema la ilaha illa Allah, unamuua huyu? Sema al-amru wadih, innahu aslama makhafata as-sayf. Ni mambo yako wazi, wewe kaslimu unaogopa upanga tu. Akaambia, mimi na wasiwasi, umemuua Muislamu. Sema mimi sijamuua Muislamu bwana, huyu katukana we, alipoona hana hila sasa aitia ashhadu an la ilaha illa Allah, hamna Uislamu. Hali hii ilifika mpaka mbele ya Bwana Mtume, sema ya Rasulullah, Usama amemuua mtu amesema shahada. Mtume kashtuka, kaifa qataltahu ya Usama? Sema ya Rasulullah, al-amru fi dhalika wadih, innahu aslama makhafata as-sayf. Wazi ya Rasulullah, yule bwana alipoona upanga sasa ndo kaslimu. Amekutukana sana, ameitukana dini sana. Alipoona hana hila, akaona kitakachomuokoa ni kusema la ilaha illa Allah, mimi nimemaliza. Asema adakhalta fi qalbi, umeingia ndani ya moyo wake Usama mpaka ukaona kwamba kweli kaslimu kwa kuogopa upanga. Utakifanyaje kilima cha la ilaha illa Allah siku ya kiyama cha mtu huyu? Usama anasema wallahi alisema Mtume mpaka nikasema bora ningesilimu leo. Usama anasema bora huko kote nisingekuwa Muislamu, nikasilimu leo nikawa sina dhambi. Na ukisoma historia, Usama hakushiriki katika fujo lolote baada ya hapo. Usome historia yote, kama utaona Usama ibn Zaid katika mwaka 35, si ndio mwaka aliouawa Sayyidina Uthman Hijria. Alafu kukaanza yale mawimbi ya fitna ya Uislamu, kupigana wao kwa wao. Unamwona Usama mle ndani? Hayumo. We tafuta Usama ibn Zaid mpaka utamtafuta kwa microscope, humpati. Yasije akajirudia yale. Amemuua mtu amesema la ilaha illa Allah. Anasema Mtume alikariri kaifa qataltahu, kwa nini umemuua, vipi umuue mtu amesema la ilaha illa Allah. Alafu sisi kuna watu wanasema anaweza kamuua shekhe wake. Maneno hatari mno, hatari mno, hatari bikulli ma taanihi alkalima. Lakini ni mmoja katika alamatu saa. Bwana Mtume anasema inna baina yaday as-saati la ayaman yurfa'u fiha al-ilmu wa yanzilu fiha al-jahlu, hakika siku za kiyama kuna masiku yatatangulia, kutakuja wakati elimu itanyanyuliwa, utaondoshwa, ujinga ndio utakaotawala, wayulqa shuhu, na ubakhili utakuwepo, wayanqusu al-amal, na amali zitapungua,
watadhharu alfitan, na fitna zitadhihiri, watakthuru alharaj, na kuuana bila ya sababu kutakuwa kwingi. Mtume yote alihadithia. Tunasubiri tena alama gani kama si hizi? Ashratu saa, dalili za kiyama. Elimu inanyanyuliwa, fayattakhidha an-nasu juhalaahum ulamaahum. Sasa watu itafika pahala watawafanya wale majahil ndo wanachuoni wao, watakwenda kuomba fatwa kwao, fayastaftuna lahum wa yuftuhum, watatoa fatwa, fayadhilluna wa yudhillun, watapoteza na wao watapotea, watabeba makontena kwa makontena ya madhambi. Waislamu, udugu leo unachezewa, na unachezewa kwa sababu watu hawakuujua udugu, wala hawaijui thamani yake, wala hakumsoma yule aliyetufundisha udugu. Udugu wa aina mbili, udugu wa damu na udugu wa Kiislamu. Mtume akasema, taakhau ibadallah ikhwana, chukueni kila mmoja ndugu yake, ndugu baada. Na udugu huu ulikuwa very strong mpaka ziliposhuka zile aya zikaanza kuweka baadhi ya kila mpaka kuna wakati Saad ibn Abi Waqqas na masahaba wengine na Saad ibn Rabi na masahaba wengine walionyesha very good example katika jambo hilo. Walipokuwa wameshasema vile, basi mmoja Saad ibn Rabi, Saad ibn Muadh na wengineo, Abdurrahman ibn Auf, wakachukuana. Saad ibn Rabi akamwambia ndugu yake Abdurrahman ibn Auf, mimi sasa nishakuwa ndugu yako, na Mtume kishatuunganisha. Kwa hiyo katika udugu wetu lazima nifanye kitu. Mimi na mali nyingi, taala linuqassima almala qismain, njoo tugawane sehemu yako hii na yangu hii. Lakini pia na mabustani mawili, lako hili la kwangu hili. Lakini pia nina wake wawili, nakupa nafasi, mtizame mmoja katika wawili wale utakayeridhika naye, nitamwacha, akimaliza aenda muone, takuwa wako. Mnaufikiriaje udugu huu? Kwa sababu wameagizwa na Bwana Mtume Muhammad. Sisi huku tunasema nikipata fursa na muua. Wenzetu kule wanatanazal mpaka kwa aghla shay'in fi hayati. Gari hata ukinunua milioni 100, anaweza akaja mtu hapa ukampa ufunguo, nenda bwana, nenda, unamwazima mtu. Lakini unaweza kumwazima mkeo, ni habari nyingine hiyo, habari nyingine. Lakini Waislamu wa zamani ule udugu walifanya hivyo, sio kuwazima, bali waliacha hata kama anampenda. Ndio ile tulioisema ibara ya mwanzo, wa man yadhurru nafsahu liyanfa. Na hao Waislamu hao waliotanazal kwa ajili yao, akusema mimi niachie yule mnene kidogo, yule mnene kidogo, yule mwembamba basmati, sijui basmati nini, niachie mimi. Anasema la, barakallahu laka fi malika wa fi ahlik, lakinnani mru'un tajir dullani ala suq. Mungu akubariki wake zako, mali yako, usinipe chochote, mimi ni mfanyi biashara, nionyeshe tu mahala pa kufanya biashara, nitafanya biashara. Kaonyesha pahala pa biashara. Huo ndio udugu waliokuwa nao. Walan tasluha akhiru hadhihi al-umma illa bima saluhat awwala. Umma huu hauwezi kutengenekewa na mambo yale waliotengenekewa nayo wa mwanzo. Tuwafuate yale waliokuwa nayo. Udugu wameutangaza vizuri kabisa na ulinoga. Ulifika pahala udugu huu ulichukua nafasi kubwa. Miongoni mwa vita, mmoja anauawa, anaitisha maji, anasema kiu jamani, kabla sijakata roho. Ameletewa gallon au kibuli kile cha maji, anataka kunywa, anamsikia mwenzake kule analia kiu. Anasema mpelekee ndugu yangu, pengine yeye ana kiu zaidi kuliko yangu. Akienda kule anamkuta yule amekufa, na mwingine amekufa, na mwingine amekufa. Naona nimpelekee yule wa mwanzo, akija naye yule amekufa. Haya mambo yametokea
katika hasri za wema waliotangulia. Inaletwa kichwa cha mbuzi, supu ile nzuri ya kufanya mtu hapa, anaambia mpelekee ndugu yangu pale, pengine wao hawana chochote, anakwenda yule naye anampelekea mwenzake, mpelekee yule, inakwenda kinazunguka mpaka kinarudi kwa yule yule wa mwanzo, bwana fulani anakuletea. Hii tena riski yangu. Bali Imam Abi Hanifa ametuonesha arwaul amthila katika udugu wa Kiislamu. Yeye anauza vitambara na wauzaji wa vitambara ni watu ambao wateja wao ni wanawake mara nyingi. Ametuonyesha mifano mikubwa. Siku moja kaja mtu anataka kuuza kitambara chake, akampa, akamwambia hiki kitambara hiki nipe mimi dinar 100 na shida, chukua. Imam Abi Hanifa akitizama akamwambia hiki kina value kuliko ya bei ulionipa. Akashtuka, kama basi nipe 200. Mwenyewe kaenda na tambara lake tu analiuza apate hela, labda anadaiwa au nini, anataka 100. Abi Hanifa anamwambia zaidi ya hiyo. Akamwambia basi nipe 200. Akamwambia zaidi ya hiyo. Nipe 300. Akamwambia zaidi ya hiyo. Mmeona wapi nyie anajipandishia mtu mwenyewe bei? Kisha bwana usinifanyie maskhara mimi bwana, nataka hela nipe. Akamwambia nataka kukupa, lakini ndugu yangu Muislamu sitaki nikudhulumu. Hichi kitambara ni zaidi ya hiyo hela unayohitaji. Kisha akamwita mmoja katika wafanyabiashara wenzake, akamwambia hebu zungumza, hii thamani yake inaweza ikafika ngapi? Akamwambia hii zaidi inaweza fika mpaka 500. Akahesabu 500 akampa. Mmeona wapi watu aina hiyo katika zama zetu? Mwenzako amekuja ana kijumba chake anauza, ana shida, bwana nipe 30,000,000. Milioni 30 wapi? milioni 10 tu hii. Unamlalia. Humwambii ndugu yangu una shida, usiuze nyumba yako na kukopesha mimi, chukua milioni 30. Sasa hivi nyumba ni gharama kubwa, chukua hizi, kafanya mambo yako, utaniletea. Unaona bwana, haraka why nini? Kuna very big deal. Jamaa huyu mshamba mmoja kaingia, hajui hata bei za mambo haya, haraka nipe hela fulani. Na hivi ndivyo tunavyoishi. Nini? Bwana lazima uwe mjanja hapa mjini hapa. Mjanja wako wewe si wa kutafuta pepo, wa kutafuta hela. Lakini hizo hela siku moja utasemaje? Unasema tazawaja azawju ba'li laha badali wa hakamathu fil amwali wassakan. Una mali nyingi wewe, utakuja kufa uziache kule, utajuta majuto ya huyu msemaji. Anasemaje? Mke wangu niliyemwacha mimi nishakufa, ameolewa na mwanamume mwingine, kisha amemakinisha katika mali zangu na majumba yangu. Wasayyara ibni abdan liyakhdumahu, na mwanangu niliyeacha amemfanya mtumwa mwanamume huyo wa pili, anamtumikia. Wasara mali lahu milkan bila thamani, na mali yangu imekuwa milki yake tena bure thamani. Mwangalie ndugu yako Muislamu kwa jicho la huruma, msaidie pahala ambapo panahitajika msaada. Lakini wallahi thumma wallahi, siku hizi tunaogopa hata kwenda katika ofisi, kuna ndugu zetu Waislamu. So unaona pale, usiende, bora nenda kwa mtu mwingine tofauti, anaweza akakuhudumia vizuri, anaweza akakuhurumia kuliko huyo unayesema ni ndugu yako. Udugu gani huu hatupendani? Udugu gani huu hatufaani? Udugu gani huu hatuhurumiani? Ni udugu gani huu ambao haukuchukua hadithi hii ya bwana mtume ruhama? Na ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akasema Muhammadur Rasulullah walladhina amanu ashidda'u 'ala al-kuffar
ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada. Hao wanahurumiana, hao Waislamu wanapendana. Hao Waislamu ni watu ambao tofauti kabisa na watu wengine wowote katika ulimwengu huu. Hatupendani ndugu zangu, tutafute Uislamu wa kweli. Bado hatujakuwa nao Uislamu wa kweli. Tuingie katika sira ya Bwana Mtume, tutafute alivyowaunganisha Waislamu na udugu ulikuwaje. Tutapata kufahamu vizuri thamani ya udugu wa Kiislamu. Hichi ni kitu kikubwa sana. Lakini pia tunapaswa baada ya udugu kuwe na mapenzi. Mtume anasema thalathatu man kunna fi wajada bihinna halawata al-iman an yuhibba al-mar'u akhahu la yuhibbuhu illa lillah. Mambo matatu mtu akiwa nayo atapata utamu wa imani. La kwanza, an yakuna Allah wa rasulahu, an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. We Mungu na mtume wake wanapendekeza zaidi na kupendeza katika moyo wako kuliko yoyote yule awaye. Hilo ni jambo la kwanza, ukiwa nalo unapata utamu wa imani. Mungu na mtume should come first. Jambo la pili, an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah. Umpende ndugu yako, humpendi isipokuwa unampenda kwa ajili ya Allah, na huyu ndugu yako ni ndugu yako Muislamu. Rangi zenu ni tofauti, maumbile yenu ni tofauti, level yenu ya maisha ni tofauti, mikoa mnayokaa ni tofauti, lugha mnayozungumza ni tofauti, kila kitu kikitizama unaona ni tofauti, lakini hakuna tofauti katika neno hili la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Akisha sema hivyo tu, huyo mpige makamama, mbusu ndugu yako, mkamate mkono kwa mkono, mwambie sikuachi wala sikusalimishi wala sikufedheheshi, sitokuumbua, takuwa pamoja na wewe. Hivi ndivyo Uislamu ulivyotuamrisha. Lakini Uislamu wa leo tunafundishwa na hasara kubwa ni kwamba wanaotufundisha hivi ni baadhi ya watu wanaosema wao ni mashekhe au ni wanachuoni. Wanatufundisha tuchukiane sisi kwa sisi, wanapandikiza chuki katika nyoyo zetu, tuwachukie ndugu zetu Waislamu katika taifa fulani au kabila fulani au madhehebu fulani au watu fulani. Imekuwa mpaka inafika hadi, amenihadithia mmoja mimi, anasema wallahi msikiti fulani hawana sala, hawasali wale, hawasali msikiti fulani, mnasali nyinyi tu. Umejuaje kama hawana sala? Anaweza akasimama mtu fulani akawa hesabu wanafiki wa mji wa Dar es Salaam, fulani mnafiki, fulani mnafiki, fulani mnafiki, fulani mnafiki. Awahyun ba'da Muhammad? Nauliza, kuna wahi tena unashuka baada ya mtume? Umeambiwa na nani we habari hizi? Bali zaidi ya hivyo unaweza ukakuta zaidi ya hilo, mtu anagawa ukafiri, fulani kafir, fulani kafir, fulani kafir, fulani kafir. Takfir, tafsiq, tabdi' wa halumma jarra, ndo mantiki na misamiati ya leo. Fulani mnafiki, fulani kafiri, fulani mtu wa bid'a, fulani khurafi, fulani kadha. Kwa kusema tu mimi ndio Muislamu safi, mimi au sisi bas. Subhanallah. Ndugu zangu Waislamu, mnajua kama huu ni msiba? Kama mnajua basi ni msiba pia, na kama hamjui msiba ni mkubwa. In kuntum ta'lamuna fatilka musibatu wa in kuntum la ta'lamuna falmusibatu a'zam. Kama mnajua kama ni msiba basi ni msiba, na kama hamjui kama huu ni msiba, ni msiba mkubwa. Turudi katika Uislamu, turudi katika udugu, turudi katika imani, na Mwenyezi Mungu atatuthibitisha katika haki na yakini.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير. Tufanye nini ili hili tatizo liondoke? Nikubaliana na wewe kama ulivyosema kwamba ni sisi mashekhe, na kama nilivyosema mwanzo, wengi wetu ndio tunaopandikiza hizi chuki, na kwa yakini shekhe akiwa shekhe kweli aliyekamilika hawezi kupandikiza chuki ya aina hiyo. Lakini leo tuna mtihani kwamba kuna watu yuriduna an yuallimu min ghairi an yataallamu, wanataka kusomesha bila ya kusoma. Wala yakhafuna an yathamu, wala hawaogopi kupata dhambi. Hata idha athimu la yandamun, na hata wakifanya dhambi hawajuti kwa dhambi walizozifanya. Kuna watu leo ma'al asaf shadid ambao wamejivisha cheo cha ushekhe. Anaweza mtu akapata kidogo influence ya kuongea mbele za watu, akaona watu kama hivi wanamsikiliza, basi ikawa kule kuongea kwake sasa kunasababisha kuleta madhara sana katika jamii. Na ndio maana mmoja katika wanachuoni wakubwa anasema, mimi siogopi Uislamu kwa maadui, lakini na uogopea Uislamu kwa walinganiaji wenyewe wa Uislamu. Leo kuna walinganiaji wengi sana ndugu zangu, ambao ukipeleleza ni katika ile hadithi ya Bwana Mtume SAW aliyokuwa anaisimulia Hudhaifa ibn al-Yaman, kana an-nasu yasaluna rasulallahi anil khairi wa kuntu as'aluhu anil sharri makhafata an yudrikani. Watu walikuwa namuuliza Mtume khairi, lakini mimi nilikuwa namuuliza shari ili isije ikanikuta. Hadithi ndefu, lakini ndani ya hiyo hadithi Bwana Mtume alimwambia Hudhaifa ibn al-Yaman, itakuja siku kutakuwa kuna kheri, lakini itakuwa ina moshi, ina vumbi. Katika hizi zama zinakuja uko mbele, khairun wa fihi dakhan, kutakuwa kuna kheri lakini haiko wazi, ina moshi moshi. Hudhaifa akamuuliza, ya Rasulullah, wa ma dakhanuhu, itasababishwa na nini moshi moshi na vumbi vumbi hilo, hiyo kheri itakayokuja huko? Akaambia naam, ni watu ambao watakuwa ni wenye kuzungumza mambo katika Uislamu, taarifu minhum wa tunkir. Kuna mengine wanayazungumza ya sawa, lakini kuna mengine wanayazungumza si ya sawa, lakini wamejitwika wao wakati huo ndio wanasikilizwa, na labda wanaitwa mashekhe, au wanaweza wakaitwa hata ulama, au wanaweza wakaitwa viongozi. Wanazungumza vitu taarifu minhum wa tunkir, ni walinganiaji, duatun. Tena limekuja neno katika hiyo hadithi, walinganiaji. Hudhaifa hakutoshika hapo, akamwambia ya Rasulullah, sifhum lana, sifhum lana, hebu tueleze watakuwa vipi? Akamwambia, hum min jildatina, sio Mayahudi wala sio Manasara, wanatokana na sisi wenyewe Waislamu, yani Waislamu wenzetu. Wayatakallamuna bialsinatina, tena watakuwa wanazungumza lugha tunayoongea. Kama ni Kiswahili wanazungumza Kiswahili kama sisi, kama ni Kiarabu wanazungumza ni ndugu zetu. Kisha akaendelea Mtume
Akamwambia lakini pia kutakuja shari kubwa. Shari gani? Kaambia duatun ala abwabi jahannam, walinganiaji lakini watakuwa wanalingania katika mlango wa jahannam. Ni duatun. Duat ni jamu ya da'iya au da'i, kama vile qadi, qudatun. Duatun ala abwabi jahannam man labbahum au man istajaba ilayhim qadhafuhum fiha, wale watakaoitikia mlinganiaji yule wanamtokomeza katika moto wa jahannam. Walinganiaji wanapeleka watu katika jahannam. Kutakuja watu aina hiyo, na fitna hizi nahisi tunaishi nazo. Cha msingi ni kwamba leo kumetokezea chimbuko kubwa la mashekhe wengi, na ndio sababu ya taalimu ambazo sio za sawa nyingine kupenyezwa katika mujtama. Naona CD za mtu fulani zinauzwa sana. Kwani yule ana kitu gani zaidi yangu mimi? Na mimi si pia naweza nikaongea? Nishawahi kupewa nafasi siku moja msikiti wa Arusha, msikiti fulani, niliongea kweli kweli, watu walinipa mkono siku ile. Naweza kumbe na mimi kuongea. Akapata uzoefu, akawa anaongea, akajisahau mpaka katika maongezi yake. Sasa akawa anatoa fatwa. Hao bwana wanafiki tu, hao hawana lolote. Na maalasaf shadid, katika wasikilizaji wakawa na hamasa kubwa, wakamfanya yule shekhe bila ya kusoma. Akafika pahala akawa ya'mur wa yanha, yuhallil wa yuharrim, hasijue mipaka yake. Sisi maduatu tuna mipaka yetu, na mipaka yetu tuwe tunaijua. Rahimallahu rajulan arafa qadrahu wa waqafa inda, Mwenyezi Mungu anamrehemu sana mtu ambaye anajua mpaka wake, anakwenda kasimama katika mpaka wake. Lakini mashekhe wa aina hiyo hawajui hata mipaka yao. Mungu asitujalie miongoni mwao. Na ndio maana nilipokuwa nakuja katika darasa hii, waliniambia kwenye gari, wanasema bwana, watu wanasema wanaomba kuulize maswali. Mimi nilikataa. Nafikiri wamekupa wale. Kaambia mimi siulizwi maswali. Na sio kwamba siulizwi maswali kwa sababu labda ukafikiria labda na jeuri au vyovyote utakavyofikiria. Najua kwamba haya mambo sio wajibu wangu. Mimi ni dai, alhamdulillah, kile ninachokijua kidogo nakifikisha, lakini nachunga nisikifikishe kwa njia isiyokuwa. Lakini sisi tukisema mtume ashasema bwana, balighu anni walau aya, lakini je, umekuwa mundhabit katika shughuli hizo za da'wa? Uje wafitinisha watu wewe? Man raa minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, unajua wewe dhawabi za kuondoa munkar ufanye vipi? Ulama wanakuambia saa nyingine, idha tarattaba ala almunkari munkarun a'dhamun minhu wajibu sukut, ukija munkari kwa kuondoa munkari mkubwa kuliko ule, ilikuwa lazima patumike hikma pale. Hizi zote ni vitu ambavyo hawa wenye kuzungumza walikuwa natakiwa wabobee katika fani, wapate kujua kwamba kuna baadhi ya vitu hawapaswi kuingilia. Lakini leo hajulikani mufti ni nani, wala qadhi ni nani, wala shekhe ni nani, wala imamu ni nani, wala maamuma ni nani, wala nani ni nani. Maadamu mtu anapata nafasi ya kusikilizwa na watu kama hivi, anaona tayari hawa watu wamempa cheo cha kuweza kuhalalisha na kuharamisha, kumtia huyu peponi na kumtoa peponi, kumpeleka motoni. Hiyo si kazi yako. Fatwa ni shughuli ya ulama, ni shughuli za maqadhi, mahakimu, watu waliobobea, waliokuwa wanajua nasikh na mansukh, muqayyad na mutlaq, wanajua sahih na saqim na dhaif, wanajua vitu kama hivi. Sio kila man habba wa dab. Haya ndio yalotufika pahala babaya, kwa sababu umumi nasi wanatusikiliza sisi. Sasa sisi kama hatuwaelekezi vizuri, hatuwafahamishi vizuri, itakuwa sisi ndo mudallilin. Kwa hiyo ndugu yangu, umesema tufanye nini? Ndio tunafanya hivi. Alhamdulillah, ndio nimeanza hivi, nalizungumza hili na wengine wazungumze hivyo, na hizi radio zinazoitwa radio za Kiislamu zizungumze, na hayo magazeti ya Kiislamu yazungumze,
na vijana wa Kiislamu wazungumze na kila pahala, wazee wa Kiislamu na kila mmoja ajue kwamba sisi tumepotea step pahala fulani. Siku moja nilikuwa nasikiliza moja katika radio fulani, shekhe kutoka Saudia nadhani, walimuuliza baadhi ya wale watangazaji, vipi shekhe, watu wengine wanatulaumu kwamba shekhe fulani labda hatumweki katika redio yetu kwa sababu tu yuko tofauti na sisi katika tijahi zetu, na shekhe mwingine na hivi na hivi, unatupa fatwa gani? Yule shekhe akawaambia Waislamu wote ni ndugu, isipokuwa akataja tu baadhi ya watu waliokuwa wana sifa maalum ambazo zinawatoa katika Uislamu. Kuna sifa maalum hizi wewe zimekutoa katika, akawataja, sitaki niingie huko, lakini kalizungumza suala hili vizuri sana kwamba hiki kitu tunatakiwa tukiangalie kwamba sisi sote ni ahlul millah, ni watu tunakusanywa na neno la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ikhtilafu ndogo ndogo zisitufanye mpaka tukapigana mapande kama hivyo. Kwa hiyo hatua za mwanzo ni kuliongea. Ukishajua ugonjwa ni hatua ya mwanzo ya kuutibu. Sisi tushaujua ugonjwa, tuchukue hatua. Kwa hiyo na mashehe wazungumze bila ya uoga, na ulama wazungumze bila ya uoga, wawafahamishe. Maana sasa hivi imekuwa kila shekhe ana shabiki wake, ana wafuasi wake, na wale wafuasi wanataka aende kama wanavyotaka wao. Sasa wao ndo wamekuwa mashehe, sio yeye, na akisema vile alivyokuwa yeye ameona ni sawa, analaumiwa, ametusaliti, kwa sababu watatucheka wale, au itakuwa hii dini imekuwa sasa inapelekwa kwa hawa ya nafsi. Kwa hiyo tufike pahala tuone uchungu juu ya vijana wetu wadogo wadogo wanaopotea, vijana wetu wanavyorubunika katika kupotezana wakati. Nadhani swala lako ni zuri sana, tuanze ndo tunaanza hivi. Na babu pale na ndugu yangu pale amezungumza kwamba sasa umri umeshapita kiasi hiki. Pale masahaba kwani walisoma kama umri wako wewe, lakini Abu Hurairah ndo hapo walipoanza. Alipokuja Mtume SAW hapo walipoanza, hujachelewa. Alilmu min almahdi ila allahdi. Sayyidina Ali anasema elimu kutokea katika ulezi pale mpaka unawekwa katika mwana ndani, wewe unasoma. Wakati ni ule ambao Mtume sema alhikmatu dallatul mu'min ainama wajadaha fahuwa ahqqu biha. Pale utakapolipata jambo ndo wakati wake umefika, tuanze kubadilika. Lakini kubadilika lazima tuchukue na kanuni za kubadilika. Huwezi kuruka katika ndege kama unaruka katika swimming pool, utakuja kufa. Chukua vyombo maalum vile ambavyo vinamfanya mtu akaruka kutoka futi aina fulani mpaka chini akaja kwa salama. Hizo ndo kanuni za kuruka kutoka juu kufika. Na ziko kanuni pia za kupanda huko, na ziko kanuni pia za kubadilika. Tuzichukue hizo kanuni za kubadilika. Hii ni darasa refu sana kwa ndugu zangu. Na yule kijana pale, Mtume kusifiwa na kutosifiwa, na haya ndio yaliyotuvuruga zaidi. Haya ndio yanotuvuruga zaidi. Kwa nini tuwe tunashindana katika vitu vidogo sana, na vitu vikubwa vyote tumekuwa pamoja? Tusivichukue vile vikubwa vilivyotuunganisha, hivi vidogo tukasameheana, tukamezea kama wanavyosema. Rashid Ridha aliposema katika ile polisi yake, nataawanu ala ma ittafaqna wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna. Ebu tusaidiane na kuwa serious katika yale ambayo tumeafikiana, na tusameheane, tupeane udhuru katika yale ambayo tumekhtalifiana. Tusitukanane, tusikejeliane, tusipizane, tupeane udhuru. Wanasema kuna mzee mmoja alikuwa anasomesha college fulani, alikuwa kila akija amevaa saa ya kike. Yule babu wanamcheka sana, angalia anavaa saa ya kike, lakini kimya, hazungumzi. Mpaka kuna siku wakafahamu wale watu kwamba kumbe ile saa ya kike ni saa ya mtoto wake mpenzi aliyekufa, anavaa vile kwa kumkumbuka tu. Ni mapenzi yale yanayomfanya yule babu kuvaa saa ya kike kwa mwanawe.
Kumbe tulikuwa tunamlaumu bure, lakini kumbe ni mtu very very powerful katika hisia za mapenzi. Kwa nini? Kwanza yeye ametupa udhuru sisi, hakutuambia, hakutusemesha, hakutulaumu. Sisi siku zote tunamcheka, yeye anatutizama tu. So, maisha tuishi hivyo, mara nyingine tusilaumiane, hatujui kwa nini. Haya mambo lazima tuende nayo biaqlania, na ili tupeane nafasi kila mmoja aende vizuri, hakikisha tu havunji mwenzako misingi ya Kiislamu. Wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna, tusameheaneni katika ikhtilafu ndogo ndogo, tuwe pamoja katika misingi ya dini, na daiman huwa nakhtalifu fil furu' wa nattafiq fil usul, na inshallah Mungu atatufanya tuwe kitu kimoja. Shia na watu wengine kama alivyosema huyu, tunaweza tukawaita ndugu zetu ulama. Mimi sipendi kutoa fatwa, lakini wanachuoni wakubwa ambao wamezungumza. Kuna mambo mengi ambayo Shia wengine wanazuliwa, kuna mambo mengine ambayo sisi hatujui, tunazungumza tu, hatujawahi kuingia deep tukapata kujua, lakini sote sisi ni ahlul milla. Kule Syria yanayotokea sasa ni makubwa, na leakage zilizotokea, mmoja anaulizwa katika watu wakubwa, mbona hamuingilii wa Syria wanauana? Mbona hamuingilii kuangalia hii hali iwe nzuri? Sasa tuingilie nini? Pale wote wanaozozana, sisi kwetu inakuwa afueni. Wote wanaozozana pale wakimalizana kwetu sisi ni afueni. Kwa pale wapo jihadiyuna, ipo nidhamu ya Basharul Asad, wapo Hizbullah, wapo Mashia. Wote hawa ni maadui zetu, kwa hiyo wote wanapigana wao kwa wao, wakimalizana si ni afueni kwetu. Ni kama yule alisema Allahumma armi adh-dhalimina bidh-dhalimina wa akhrijna min bainihim salimin. Haingilii mtu pale, atakayemalizwa yoyote ni afueni kwetu. Sisi Waislamu ifike pahali tuone kwamba tuna haja ya sisi kurudi, tuweke vizuri vichwa vyetu, tuhakikishe kwamba kitakachotuletea salama ni kufuata dini inavyosema, na kwa pamoja sote tunaosema la ilaha illa Allah bila kukatana mapande, tumuone kila mmoja ni ndugu yetu. Kwa sababu hata kama kuna adui hajui kama huyu ni Shia, wala hajui kama huyu ni Salafi, tena huyu ni Salafiyul jadid, na huyu ni Salafiyul qadim, na huyu ni Sufi, au huyu ni Khawariji, au huyu ni katika ibadhi. Hawajui hivyo, wanajua wote ni Waislamu tu. Tunaojua hivyo ni sisi, hawachagui. Kwa nini sisi tunachagua? Imetosha. Huu ni wakati wa taqarub, kukaribiana, sio wakati wa kukimbizana. Ulaya imechukua hatua ndogo ndogo mpaka imekuwa sasa wanataka kuunda hela moja, mpaka imefika hii euro, si inatumika nchi zote euro, umla moja, imeanza soko moja, nchi zote itihad euro wanaungana. Kila siku watu wanatafuta ile nguvu ya kuwa pamoja. Sisi ndio kwanza tunatafuta hawa tuwaite ndugu zetu au tuwatenge. Mpaka sasa Afrika Mashariki wameanza ni ndugu, Kenya na Tanzania na Uganda, umoja wa Afrika Mashariki. Watu wanatafuta tu, haina mambo ya dunia, wanatafuta kuwa pamoja. Imeingia Rwanda na Burundi na nchi nyingine ya Kongo, watu wanatafuta kwa kitu kimoja. Wanazungumza sasa kuhusu habari ya sheria na umla moja, watafika watumie sarafu moja. Watu wanakuwa kitu kimoja tu siku zote. Waislamu peke yao ndo wanatafuta yule anafaa kuwa wangu au hafai. Sisi tutafikiria lini kuwa kitu kimoja? Na maswali haya kila siku yanaibuka yayo kwa yayo. Sema nini? Kwa hiyo imefika wakati tukaribiane, sio tukimbizane. Mtume amesema hivyo, yasiru wala tuasiru, wabashiru wala tunaffiru. Fanyeni wepesi, msifanye uzito. Mambo yenu yote angalieni taisiri. Ma khuyira ar-rasulu bi shay'in illa ikhtara aysarahuma. Tutafute njia za wepesi ndugu zangu. Maswali mengine? Naam. Ndio.
la zawalu dunia, kuondoka dunia na vilivyomo ndani yake ni jambo jepesi sana kwa Mungu kuliko kumuua Muislamu. Alqatl, na sisi tunasoma siku zote, wa man qatala mu'minan mutaammidan fajazauhu jahannam, yeyote atakayemuua Muislamu kwa maksudi malipo yake ni jahannam. Qur'ani imezungumza kumuua mtu yoyote sio jambo jema, isipokuwa labda kuna mambo ambayo yameelekezwa kisheria katika asbabu za kuua, lakini kuua ni jambo kubwa sana. Alqatlu bunyanullah laana Allahu man hadama, anasema kuua ni jengo la Mwenyezi Mungu, ukiua unalivunja lile jengo la Mwenyezi Mungu. Bali Mtume anasema man aana ala qatli mri'in walau bi shatri kalima jaa yawm alqiyama wa kad kutiba baina aynayhi ayisu min rahmatillah, atakayesaidia kumuua mtu hata kwa nusu neno ataandikwa katika kipaji chake cha uso, huyu amekata tamaa na rehema ya Mwenyezi Mungu. Lakini pia kuua ni suala zito sana. Mtume sallallahu alayhi wasallam amelizungumza mwisho wa khutba yake, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd, msinitie aibu siku ya Kiyama. Mtume anasema msinifedheheshe mbele ya Mungu baada ya mimi kuondoka, sitaki kuona mnarudi mnauana nyinyi kwa nyinyi, msinifedheheshe. La tarji'u ba'di kuffaran, mtabadilika mkawa makafiri. Yadhribu ba'dukum riqaba ba'd, wengine kati yenu wanakata shingo za wenzao. Almuslim akhul muslim, Muislamu ni ndugu yake Muislamu, hamuui, hamsalimishi, hamfedheheshi, bali Mtume anasema Uislamu wa kweli, almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadi, Muislamu wa kweli ni yule ambaye Waislamu wenzake watapata salama ya ulimi wake na mkono wake. Kuua ni kitu kibaya, hata uwe paka kwa makusudi. Anasema kuna bwana alikuwa anakwenda kazini na mwenzake ndani ya gari lake, mbele wakakuta paka ameweka mikono yake kwenye barabara. Basi yule dereva akamwambia mwenzake, angalia nitakavyokuonyesha uhodari wa kuendesha hii gari, nitaiponda mikono ya yule paka bila kuponda kichwa chake, ujue mimi ni controller katika kuendesha gari. Basi akapeleka tairi ya gari mpaka kwenye mikono, astaghfirullah, hakuwa paka, alikuwa mbwa mdogo jaru, akapita katika mikono ya mbwa, akaivunja mikono yake, mbwa akaruka kwa maumivu makali. Dereva akawa anacheka kwa kicheko kile chisiza, umeona hata kichwa sikukigusa, mikono tu. Huyu mwendeshaji wa gari mwenzake yule anasema alimhadithia shekhe kisa hiki. Baada ya wiki wanapita tena pahala pale pale, walikuja kupata ajali, pancha, gari ilipasuka tairi pale pale alipomgonga yule mbwa. Yule dereva akashuka sasa kubadilisha mpira. Wakati anabadilisha lazima uweke jeki ile, akaeka akapandisha gari. Wakati sasa anapeleka mpira mwingine, ile jeki ilivunjika, gari ikalala, ikamlalia mikono miwili, mpaka alipokuja kuondolewa pale ili awaiwe hospitali, imebadilika rangi mikono ile. Kufika hospitali hakukuwa na njia nyingine isipokuwa kuikata mikono miwili ile. Ikiwa huu ni uadilifu wa Mungu kwa mbwa aliyevunjwa mikono na dereva huyu pahala pale pale, vipi anayemuua Muislamu? Vipi kumfanyia jeuri na dhulma Muislamu? Hivi vitu vingine ni vitu hatari sana. Kwa hiyo hukumu ya Muislamu kumuua Muislamu mwenzake ni kitu gani? Kuua mtu yoyote, usiue mtu yoyote bure ambaye hakustahiki. La yahillu damu mri'in muslim, si halali damu ya Muislamu, si halali kumwagwa bure, isipokuwa kuna hududi zake. Yule ni zanin muhsin, au yule amefikia pahala ambapo sheria imesema asimamishiwe hududu. Lakini tu
Wewe tu kwa utashi wako unasema yule bwana yule anafaa kuuawa, akatwe kichwa yule. Wewe umeteremshiwa na nani wahi ukaambiwa yule amestahiki? Ama suala la hawa wasiosali ni ndugu zetu au si ndugu zetu, haya ni moja katika masala khilafia. Fa in aqamu as-sala wa atau az-zakata fa ikhwanukum fi din, na ni moja katika masala ambayo ulama wana aqwali nyingi, na sipendelei sana kuizungumzia masala ya ikhtilaf, lakini ningependa kulijibu swala hili kama alivyosema Sheikh Muhammad al-Ghazali. Aliulizwa Sheikh Muhammad al-Ghazali aliulizwa hivi, ma hukmu man taraka as-sala, ma hukmu tarik as-sala, tariku as-sala hukmu yake nini? Akasema hukmuhu an ta'khudhahu ma'ahu ila al-masjid, hukmu yake tariku as-sala ni umchukue uende naye msikitini. Kwa hiyo wale wasiosali, kabla ya kujua ni ndugu zetu au si ndugu zetu, kwanza tuwalinganie, tuwachukue waje msikitini, alafu baadaye tutajua kama ndugu zetu au si ndugu zetu.